nikiwa darasa la pili au la 3 67 mzee alienda mahakamani commissioner. Alienda kwa SHA court brokers. Kwa SHA court brokers. Auta tangazo imeandikwa nyumba na shamba inauzwa Nyakabungo ndio Isamilo Mwanza. Nyumba na shamba inauzwa. Auction from the sale from the court. Mzee akanunua shilingi 4,800 advance payment. It's a receipt from the court. A receipt from the court. Tukanunua hiyo eneo shamba, nyumba na shamba tukao tunalima hapo paka kule juu. Ndugu yangu mimi ni benki kuu tu. Mpaka wangu ni benki kuu. Ukisikia wao ni benki kuu kule, tunalima kote huko. Sura ya miembe na kuonyesha huyu mtu anaweza kuwa na miaka 90, una miaka 100, kuna mtu na zaidi ya 100 na kitu. Ni ushahidi wa kutosha, wazee wako kaburini. Mungu wa rehema. Baba, mama, kaka zangu, ndugu zangu, Mungu wa rehema. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, mambo niseme kwa machungu, naweka na pressure, lakini tiredness 40 years. Namshukuru Mungu pamoja na kuteswa na nini. Mimi nimeitwa mtatoka 87 kabla ya Chama cha Mapinduzi. Nilivunga kama niingia Chadema, nikamwambia Chadema kwa elimu iko CCM kama Magufuli. Sawa mzee, tukachukua majimbo yote hapa Nyamagana. Kazi kubwa tumefanya ya Chama cha Mapinduzi. Wenzangu wa jiji wakutaka kutake advantage. Nimefanya kazi na watu wa jiji. Technically nikasema nitakaa nao kisomi. Hata kama wao nafahamu alikuwa hajaingia. Wakati tunakagua hapa tulikuwa tunaweka GPS. Eneo liko chini ya GPS. Ile nyumba ya Mwarabu iko chini ya GPS. Kule juu iko chini ya GPS. Wale watu wako chini ya GPS. Sasa nabaki nashangaa. Jiji jamani, mbona mnaninyanyasa jamani? Naandika barua. Kuna court ruling. Tena ruling imeandikwa na schoolmate wangu, Jaji Wambura. Miaka hoja tumesoma naye hakimu. Bahati nzuri kesi kamkuta. Katoa ruling. Is the only person who came to the place. Akakagua eneo kabla ya ruling 87. Katembea ama Mwambura. Katembea kwa miguu yake. Judge akatoa ruling. Sasa pale Kiingereza ndio kinatakiwa. Ukazia hukumu kwa wakati ule. Sheria lazima kasema ianze kazi. Iko sheria inatumika ile ya kutoka kwenye nini? British colony. Sijui inaitwaje, inatumika. Ilikuwa inatumika. Ya 1923 watu wa ardhi mnajua. Sasa Kiingereza kigumu. Court ruling, it was a simple language. Mpeni haki yake. Hakuna mtu anayenipa. Tunaendelea kusoma, tunafanya kazi, wazee wamebaki waona macho na nini? Wanakuja tunapima. Wanajua watu viwanja. Naomba rudie, nimeenda shule za gharama. In front of the court, mkuu ya naomba nikuheshimu, katiba nchi haijabadilika. Ibara 107A1 mwenye mamlaka ya ukabidhi mali hii. Judge anamsikia, waziri wa ardhi, naibu waziri anamsikiliza judge, anamwambia abu, eneo lako chukua. Hakuna mtu mwingine. Ibara 107A1. Once the ruling is all over, nobody else will interfere. The ruling. Naomba tutoe tafsiri kwa Kiswahili ndugu zangu. Hukumu ya mahakama ikishatoka popote pale kwa mujibu wa sheria za nchi, hakuna mwingine atakayofanya. Labda ni mashairi na hadithi. Anachokiongea msimamizi wa mirathi wa familia Mzee Sefu ni kweli. Mwaka 86 mahakama ikatoa maamuzi. Na katika maamuzi hayo yalitolewa mapendekezo mawili ya mahakama. Aidha fidia ilipwe, wale waliomilikishwa walipe fidia familia Mzee Sefu, au mamlaka za umilikishaji zione namna ya kurudisha ile eneo kwa familia. Ni kweli kama anavyosema, walielekezwa watu wote waliomilikishwa kwenye eneo hilo kwamba wasiendelee na miliki hizo, na kwa bahati nzuri miliki hizo zilikuwa miliki zile za muda mfupi, kwa zilikoma na hazikuwahi kutolewa tena mpaka leo kwenye viwanja hivyo saba. Na sisi tunalitambua hilo eneo kwamba halikumilikishwa tena kwa sababu ilishaamuliwa na mahakama kwamba ni sehemu ya ardhi ya marehemu familia marehemu Mzee Sefu. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri, ndio kumbukumbu tulionayo mpaka sasa. Viwanja 7 vilivyopimwa kwenye eneo la demarcation. Na kwa sababu tuko site, ikimpendeza Mheshimiwa Naibu Waziri, baada ya yote anaweza hata kapita akaona ile eneo ambalo tunalitaja kwenye hii sketch. Na inajionyesha tu namna inapotoka juu, inaposhuka chini kumalizika pale. Sasa tatizo liliopo ni nini? Kama ilivyowasilishwa na msimamizi wa mirathi wa familia marehemu Mzee Sefu, wao wanavyofafanua eneo lao lililonunuliwa mwaka 68, wanaonyesha hadi huko walipokuwa anaonyesha. Sasa Mheshimiwa Naibu Waziri, niliweke wazi. Kwanza mwaka 68 ilinunuliwa ardhi ambayo ilikuwa haijapangwa na kupimwa. Ingekuwa ilinunuliwa ardhi ambayo imepangwa na kupimwa, tungesema hakuna mgogoro wa mpaka, tungeenda kufufua ile mipaka.
Kwa hiyo sisi kilichotuongoza ni kwenda kufanya uhakiki wa malalamiko hayo ili kuweza kuthibitisha, je, ni kweli hiyo familia ilikuwa inatoka huko inapanda huko. Mheshimiwa Naibu Waziri, tulifanya uhakiki huu kisayansi. Tulikuja kutambua hali ilivyokaa na kuona kama kuna upimaji mwingine ama haupo. Mfano mmoja tu ambao Mheshimiwa Naibu Waziri nataka nikuthibitishie, tulifanya kisayansi. Kiwanja hicho chenye nyumba hiyo ni kiwanja namba 75. Kwa mujibu wa ramani, hapa tulipo kwenye huu mwembe, tunapoelekea kule juu kuna viwanja viwili hapa. Kiwanja namba 76 na 77. Na kwa kumbukumbu tulizo nazo, viwanja hivi vilimilikishwa toka miaka ya 50. Kabla hata mwaka 67 hawajanunua nyumba. Kuna shirika letu la Nyanza lilipewa miliki na hati ipo hiyo toka miaka hiyo ya 50. Kiwanja namba 76 na 77. Na ukitaka kushuhudia kuthibitisha hilo, Mheshimiwa Naibu Waziri, mlalamikaji ametueleza hapa kwamba kipindi hiko alichukua wataalamu wakaja kuchukua GPS akaonyesha eneo lake. Hatueleza hapa. Na yeye ndo ametukabidhi hii nyaraka yeye mwenyewe. Hii hapa ametukabidhi yeye mwenyewe hii. Sehemu aliyowapitisha wataalamu kipindi hicho. Mheshimiwa Naibu Waziri, ukiangalia kwenye eneo hili aliyowapitisha, unaona kuna viwanja hivi. Subiri kidogo amalizie. Subiri amaliza kutaleta nyingine. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kuna decree ya Nyanza. Wamesoma tuende chawia. Ngoja amalize, kama unaoje utaongezea. Subiri kwanza. Walishinda mahakamani, mali sio ya Nyanza. Hii hapa decree. Mheshimiwa Naibu Waziri, unaona kiwanja namba 76 na 77. Kipindi wanachukua coordinates hizo alizoonyesha yeye mwenyewe, zikadondokea kwenye kiwanja hicho ninachosema kimepimwa miaka ya 52. Ndio maana sisi wataalamu tunasema eneo ambalo Mzee Seif alilinunua kwenye mnada lina uwalaki ni mkubwa, kwamba linatoka huku linapanda hadi kule. Kwa sababu kama amenunua eneo mwaka 1967 na ni kule chini, na hapa tulipo kuna viwanja viwili vilivyopimwa na mimi kutoka mwaka 52, iwezekanaje atoke kule afike hapa aruke aende kule? Kwa hiyo sisi baada ya kufanya uchunguzi huo na historia ya upimaji hapa, tukadilika kabisa eneo ambalo limepimwa viwanja vile 7 mwaka 85 na vikazungumziwa mahakamani ndio eneo halisi ya familia marehemu Mzee Seifu, na sisi tukazuia wale wananchi wakarudisha zile miliki, na eneo hilo liko wazi mpaka sasa hivi kwa ajili ya kumilikishwa. Na upimaji uliofanyika ulikuwa upimaji wa awali, demarcation survey. Kazi ilikuwa kufanyika sasa hivi ni kuapprove na kuwapatia hati kwenye eneo lao. Tunapata shaka kubwa sana ya kusema kwamba eneo lao lilikuwa linatoka kule linapita hapa linakwenda hadi kule, kwa sababu hata ushahidi hapa katikati kuna viwanja vilivyopangwa na kupimwa toka miaka ya 50 kabla hata ya wao hawajamilikishwa, na hati hizo zipo kwenye register ya msajili. Kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, mimi nataka niseme kwa ufupi namna tulivyochunguza malalamiko yao. Kwa hiyo sisi kuna sehemu tunakubali kwamba kweli kuna viwanja viliamuliwa na mahakama havirudi kwao, na wale wamiliki waliambiwa wasiendeleze, na ushahidi huko, eneo ni hilo hapo, na wale wamiliki hawakuendeleza. Kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, tulishughulikia na tukafikia kwenye hatua hiyo. Sasa kuna barua alisema nimeandikiwa barua za uongo. Hapana. Baada ya uchunguzi huo, ofisi ya mkurugenzi kupitia idara ya mipango miji ilimwandikia barua rasmi kwamba stahili yao ni viwanja vile 7 ambavyo vimetamkwa kwenye hukumu, na hukumu nzuri ametuletea yeye mwenyewe Mheshimiwa Naibu Waziri, na viwanja vinatajwa kiwanja namba 195 mpaka 201. Kwa hiyo barua tuliyomwandikia sio barua ya uongo, ni barua ya kimamlaka. Ofisi ilimwandikia afike apewe taratibu za kukamilishwa kwa ajili ya upimaji pale. Na kuwa maskini Mkuu wa Wilaya, nisamee, nipige magoti kwako, nimesijui pressure. Mkuu wa Wilaya babangu, nimeteseka Waziri. Mwenyekiti, tumekuja site kwa ajili ya kumaliza mgogoro. Mkuu wa Wilaya, nani? Mheshimiwa Waziri, naomba nirudie tena. Namalizia Mkuu wa Wilaya. Mheshimiwa Waziri,
Kwa mujibu wa sheria za nchi, sitaki kukufundisha kazi. Kuna hukumu ya mahakama on hand. Kuna hukumu ya mahakama. Kwa whatever you state should rely on what the court says. Null and void, familia imenituma, hakuna kukubali. Mkuu anarudia tena. Familia imenituma. Ibara 107A1, mahakimu walikuja kutembelea eneo, wakaipa hii familia marehemu Hassan yeye maskini, kumbe sio maskini. Imeteseka 40 years mkuu wa wilaya. Nipewe eneo letu. Ili na mimi nimfuate Mama Samia nitafute mmbea ile mwekezaji aite Waturuki hapa weke vitu. Mwenyekiti Abu. Naam kidogo bosi wangu sema nimepata nafasi. Sikiliza. Mimi mpaka nimekuja site. Ndio. Manake nimeshaliangalia, nimekuja hapa nikusikilize, lakini na majirani waliopo tunapotatua mtarudia pia. Sasa wewe tumekupa nafasi naomba nimalizie. Tumekupa nafasi uongee ili tupate fursa ya kutatua mambo. Namalizia na mwisho. Sasa ukichanganya mambo mengi, Mheshimiwa Waziri na kushukuru nipendelea kuongea. Namalizia kuna hati fake hapa. Nilikuwa nasema nataka nasema uongo. Alafu GPS ndio hapa. Nimepiga yote hapa. Mara matapa. Alafu na ile hati fake naambia wenzangu mbona kuna hati ya GPS yako na hii hapa. Watoto wako wajio kija na wafahamu kwa sura. Walikuwa watakurudisha. Alikuwa Portugal, alikuwa Rwanda. Alafu mheshimiwa mkuu wa wilaya. Baba wangu nchini nafanyaje? Rwanda aliagiza nyumba zikae X. Naomba tutekea, ama nichukua hatua. Nyumba zikae X. Ama nichukua hatua mpenzi. Nyumba zikae X mkuu wa wilaya. Haya na hati ya fake hapa, hati fake. Hapa. Namba 600 na nyumba zimekuja hapa. Mkataba wenyewe hapa. Iko wapi NIDA iko hivi. Unaona mkataba ujanja. Wauta na Ayubu naye kaweka seni. Msao yuko Halima Ayubu anaseni vitu fake. Capital gains zinapita haraka. Kanyumba ka ujanja. Unaona hapo? Unaona mzee? Eti haraka napita haraka. Konto mama atengeneza mwenyewe, ana jukumu mwenyewe, anapitia mwenyewe, unaona? Hivi vitu ndio Mama Samia kimwonyesha ndio ndio serikali yetu kwa kweli. Yep. Hati fake haraka. Capital gains tax haraka. Mama nyakaje ugatuone jamani, nimesoma kanisani. Wote wako ndani eneo. Ndugu waandishi wa habari, mbele mkuu wangu wa wilaya, mama yangu, nimetumikia sana chama kwenye shida. Decree hapa, decree. Yes, the decree. Naomba nisome kwa sauti. Mmoja kabla Mama Samia hajaja Mwanza, soma barua. Hiyo siku moja haiko hapa. Soma barua. Kumbukumbu ya msimu ya 14 AGM. Migogoro ya viwanja imeanza sema tarudi. Rejea malalamiko kuhusu viwanja vya SEF. Barua hii nakufahamisha, sijui nisome haraka. Naingia second paragraph. Kwa barua hii nakufahamisha kuwa kwa mujibu wa kumbukumbu zetu, eneo vipo viwanja hivi vilifanywa upimaji wa awali demarcation mnamo 4 mwezi wa 85. Huyu wa 85 soma barua. Safi kabisa, ndio itanisaidia huko mbele ya safari. Marehemu Hassan Seif alikutwa na upimaji huo akiwa kama mmiliki wa eneo, alikutwa kama mmiliki wa eneo hilo. Aliondoka kwa njia ya mnada mnamo tarehe 16. Baada ya upimaji awali kukamilika, marehemu Hassan Seif aligaiwa kiwanja namba 201 Kitarudi Isamilo, ambapo ndipo ilipo nyumba ya marehemu mpaka sasa. Mna hati nyumba ni 201 iko hapo sasa. Kwa kuzingatia uhalali wa malalamiko yako katika eneo la marehemu ambalo viwanja tatu vimepangwa pamoja na amri ya mahakama kwamba familia ya marehemu Hassan Seif ipewe kipaumbele katika umishaji wa viwanja hivyo, wamiliki wamilikishwa viwanja hivi awali kwa miliki za muda mfupi na wa kuviendeleza tayari wamesharejesha miliki hizi. Na kwa kuwa eneo vilipo viwanja tajwa hapo linatumiwa na familia ya marehemu mpaka sasa, ofisi inatarajia kukamilisha upimaji wa mwisho coordination. Baada ya ule wa awali, ili ramani ya viwanja hivi iweze kupata kibali kutoka kwa mkurugenzi wa upimaji, ili familia ya marehemu Hassan Seif halmashauri ya jiji la Mwanza na kuona na afisa wa jiji. Sasa this letter should not suspend. Barua ndiko na Kiemi, afisa wa mkoa wa Mwanza mzee Kiemi alitoa instructions. Sasa leo huyo afisa leo anatoa masharti tena. Kiemi afisa wa mkoa alikuja akaona yote ya Kiemi, akafuta maelezo yote. Barua hii hapa Jumani, mpe waziri aone. Umeonyesha nyaraka zako zote. Nimekuruhusu umeongea. Hati fake mheshimiwa, alafu mnaalisha viwanja. Umeonyesha nyaraka zako na hati zako unazoziita fake umezitoa. Sisi tumekuja hapa. Mimi nimekuja hapa. Naomba heshima sasa kikao. Unasikia? Mheshimiwa amekuja kwa mimi nimekuja hapa kwa ajili yako. Mimi ni mkazi wa Mwanza. Na wewe unanifahamu na umenitaja hapa. Hukuwahi hata siku moja kuniambia huu mgogoro, ningekuwa nimeshaumaliza. Mgogoro nimekuja kuona siku mnabishana pale na waziri amekuja hapa. Waziri anaongea, wewe hutaki kusikiliza na wewe unaongea. Mwisho wa siku amkufikia mwafaka. Mimi sinasema mlichokirusha. Kwa hiyo nilichokuja hapa mimi kabla ya kuja kwako nimewataka ofisi ikiwa ni pamoja na commissioner. Pitieni nyaraka zote
tuweze kuona malalamiko yake ni yapi, na kama kuna haki ipo, turudi twende site tumrudishie eneo lake. Ndicho kilicholeta hapa. Baada ya kuwa ametoa maelezo yote, wameleta vielelezo unavyovisema, na bahati nzuri kimoja umekileta kinaoana na kile cha kwao ambao walifanya nini ule demarcation mwaka 85. Ipo barua hii inasema pia ile nyumba pale ilikuwa inaeleweka, ndio imetajwa kwenye barua, lakini uhalali na uhalisia unaotakiwa kukabidhiwa kwako ni kiwanja 195 mpaka 201 ambayo imetajwa kwenye hukumu ya mahakama. Sasa wewe ungelalamika kama utekelezaji wa hukumu ile hautafanyika kama hakimu alivyoelekeza, lakini ukiangalia kwa hakimu ametaja viwanja 195 mpaka 201, na ndivyo hivyo wewe sasa unatakiwa uonyeshwe viko wapi. Hawa wanasema hivyo viwanja vipo, unataka GPS kabla ya kumilikishwa, si utakuwa umeshaonyeshwa mipaka, unapewa hati ambayo unajua deed plan itaonyesha, kwa sababu upimaji wa awali lazima uwe na approved survey uweze kupata na deed plan ya eneo wa kumilikishe maeneo yako viwanja 7. Sasa usichoelewa ni nini eti majirani, kisichoeleweka ni kipi? Mheshimiwa, samahani waziri. Samahani Mheshimiwa waziri. Ambacho hakieleweki kwako ni kipi? Mheshimiwa, naomba nisikize Mheshimiwa. Kama hii ndio defense moja, kama hii ndio defense yako, achana na hii barua. Hii ndio defense yako. Ndiyo. Sasa mimi nakuja kutekeleza hiki ambacho kimetajwa na hakimu. Sasa kama hakimu ametaja alafu wewe bado hutaki, unataka tukusaidieje? Naomba mnisaidie kwa hili. Samahani, naomba ikatasi nikusaidie. Mheshimiwa Hakim, this is the sensitive place. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri. Hii sehemu ndio inanipa jeuri kushinda kesi popote itakapokwenda. Kent, we are ready to go and visit the site. Huyu ni Hakim. We are ready to go and visit the site. Anakuja kwenye eneo Hakim. Si tuko site saizi. After having visited the site and known the dispute area, judgment will just be delivered. Tarehe 2 mwezi wa pili 87. As I will be on leave tarehe 22. Hakimu alitembezwa kote huko mama wangu. Labda tumwambie jambo moja. Ametaja viwanja gani? Soma viwanja alivyo. Visit the site. Soma viwanja alivyoviandika hakimu. Sasa hakimu ndio ajaeleza kwamba ni eneo gani. Sikiliza, viwanja viko hapo. Hapo kwenye barua yako. Mheshimiwa, soma ruling yote. Naomba niseme kitu kimoja. Mimi mpaka kuja kwenye site, ninatumia nyaraka anazozidai yeye ni sahihi. Ninatumia hukumu aliyopewa yeye na hakimu. Ninatumia viwanja vilivyotajwa na hakimu kama vilivyo hapa. Na ukiangalia site, tuko site. Sasa unataka site ipi twende? Site si ndio hii hapa? Na mimi nimekuja site. Kwa kinachotakiwa hapa ni kufanya tu ukamilishaji wa michoro hii hapa ambayo iko kwenye demarcation ili amilikishwe viwanja vyake 7 kama hakimu alivyoeleza. 195 mpaka 201 viwanja 7 ni vya marehemu Hassan Seif ambaye yeye ni mrithi. Sasa kama kilichoamliwa bado anakikataa, anataka hakimu aje atembee huku, itakuwa ni jambo la ajabu sana. Angeniambia anataka wataalamu waonyeshe hivi viwanja ni vipi, ingekuwa sahihi, lakini wataalamu wameshakuja na wamesema vyote havijamilikishwa. Waliopewa miliki za awali walinyang'anywa wakarudisha, na zikarudi viwanja vikabaki empty, na ndivyo yeye anatakiwa kupewa. Sasa kama hawezi kuelewa na hili, nadhani sasa atakuwa na tatizo lingine wala sio la viwanja. Lakini kama ni swala la viwanja, mimi nimekuja kumaliza mgogoro wa Abu kwa kukuheshimu kama mwenyekiti wa serikali za mitaa, kwa kukuheshimu kama mtoto wa muasisi, kwa kukuheshimu kama ni kijana uliyepigania haki yako kwa muda mrefu, na kwa kukuheshimu bila wewe kuniomba. Mimi nimekuja mwenyewe kutimiza majukumu yangu hapa baada ya kuona hiyo kelele. Wewe hujaniomba wala hujanipigia simu kwamba kuna hili. Sasa nakuja site tena, ndugu yangu, bado hujaelewa. Sasa mimi naweza kusema, naweza kumaliza swala hili ya kwamba maandalizi ya kukamilishaji wa upimaji eneo hili yakamilike. Nyaraka hizo za viwanja hivi viandaliwe kwa jina la msimamizi wa mirathi kwa mujibu wa mahakama. Kama atakuwa hajaridhika, basi anayo fursa ya kwenda mbele zaidi. Lakini kiwizara tutakuwa tumefunga huo mgogoro na hatutaupokea tena wizarani mgogoro huu. Nadhani hilo ndio litakuwa ni kauli ya wizara na hatutapokea tena.
Kwa nyinyi kamilisheni upimaji, milikisheni viwanja vyake 195 mpaka 201. Zaidi ya hapo hatutapokea, na taarifa tutakwenda kuiweka na tutapeleka pia kwa Mheshimiwa Rais ambaye ametuma watu wake waweze kupitia ile migogoro yote. Huu mgogoro pamoja na kwamba kwenye orodha haumo, tutauweka ili wakiupeleka kule wakute majibu tayari yapo. Tutakuwa tumemaliza. Lakini kama tunakwenda tunarudi, unalalamika unataka GPS, na tulipo hapa tunaona kuna maeneo yako wazi mpaka kule chini na yametajwa na ramani umetuletea mwenyewe iko sahihi kama ambavyo ofisi wameangalia, alafu bado wanakataa. Sasa tunakusaidiaje? Kwa hiyo nadhani kauli ya wizara ni kwamba mgogoro huu leo tunaufunga. Kiwanja namba 195 mpaka 201 akabidhiwe, amilikishwe mrithi wa marehemu Hassan Seif, amilikishwe, na tutakuwa hatuna tena mgogoro na eneo hili. Kama msimamizi wa mirathi hajaridhika, anayo fursa ya kuendelea anakotaka, lakini kama wizara hatutapokea tena mgogoro, tutakuwa tumeshaumaliza. Naomba nirudishe nyaraka zako, usije kanani, usipeleke ile Kabla Mheshimiwa Waziri, marejesho, familia inasema inakata rufaa Mahakama Kuu upate haki. Nasema hivi, una ruhusa ya kwenda kokote, yaani una ruhusa kwenda kokote, lakini kwa wizara hatutapokea tena.